Lakini masaa 7 mpaka 9. Na ulaji, umesema ulaji mbovu. Ulaji mbovu unamaanisha vipi sasa? Chakula kidogo au chakula ambacho kina virutubisho vyote, unamaanisha nini hapo? Na maana vyote viwili ni kwamba kuna watu wengine ambao wanakula chakula ambao labda junk food ambao haina virutubisho vyote, ni mafuta tu na sukari ambao vinaleta tu labda kuongezeka uzito na matatizo ya moyo, kisukari na vitu gani. Kuna hiyo ya kwanza. Ulaji mbaya mwingine ni ule ulaji ambao kama siku hizi watu wanataka sana kuwa na shape za modo, wanataka kuonekana kama celebrities, wanaonekana wana lose weight, wanakuwa wembamba, wembamba kama mimi. Wanataka kuonekana sijui kama nani anapoonekana umemwona kwenye TV. Hiyo inaweza kumfanya mtu anaanza kuwa na ile inaitwa anorexia nervosa, ambayo ni mtu hali chakula cha kutosha, unajinyima chakula. Sasa unapojinyima chakula kwa lengo la kujikondesha makusudi, ni kwamba unakuwa pia unaukondesha ubongo. Wanasema kondesha mwili, kondesha ubongo, yani kama hivyo. Kumbe usipokula vizuri pia na ubongo unapata shida. Ubongo unakonda pia, unakuwa hauko na health. Na ukikonda kwa maana haufanyi kazi vizuri, ni kwamba uwezo wako wa kufikiri utakuwa pia umepungua. Jamani wana, tulale. Tupate muda wa kulala. Maisha yapo. Tulizaliwa, tumezikuta fedha, tupate muda wa kutafuta fedha, lakini pia tupate muda mwingine wa kupumzika. Inaweza kusababishia tusikutane changamoto ya afya ya akili. Sasa kuna dalili zozote, labda kwa mfano mimi naishi na watu, naishi na familia, ndugu, jamaa, marafiki, kazini, shuleni. Nikimwona mtu ana nini, anakuwaje, ili nijue tu hapa huyu ni mshauri, niambie bwana pita hapa. Sasa kwa kawaida kila mtu kuna ile baseline state ambayo anakuwa nayo. Mfano kama wewe hapa labda Mr. Kapiga, tunafahamu kwa personality labda uko na personality fulani. Naongea sana, mchangamfu, alafu labda mood zako labda ziko stable, si ndio? Tunajua jinsi unavyohusiana na watu na vitu vingine ambavyo vyote ambavyo vya kawaida. Au unalala ulalaji wako uko hivi, tunafahamu mwili wako uko mwili wa inafanya, unajua una mwili mdogo. Lakini ghafla tukiona change zile, yani umetoka kwenye ile baseline state, ile state yako ya kawaida ambayo tunasema ni normal kwako. Labda umeanza labda kuongea sana au umeanza kutokuongea kabisa. Unajua kimya. Mimi kila shida naona na uchuna tusiongei. Something is going on. Alafu ukiona labda mood zimebadilika, labda mtu ameanza kuwa na huzuni sana wakati kwa kawaida hayuko hivyo kwa muda mrefu, unajua maybe something is a problem. Ukiona mahusiano na watu unaanza kugombana na huyu na huyu na huyu na huyu, labda unashindwa control mood zako, pia unajua there is a problem. Alafu kuna watu wengine pia wanakuwa na avoidance behaviors, yani kwamba anaona na emotional issues, ana shida za kihisia, lakini anaona kwa kutaka kuzikimbia labda anaenda kufanya kazi, kwa hiyo ameamua harudi hata nyumbani, anafanya kazi muda wote. Mwingine anakuwa anaenda bar